Hii ni Mtoro TV. BAKWATA inapenda kufahamisha umma kuwa hivi sasa tumo mwishoni mwa mwezi wa Rajab na siku chache tutaingia katika mwezi wa Shaaban na hatimaye tutakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. BAKWATA inapenda kuifahamisha jamii ya Waislamu kuwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania amevunja kamati ya mwezi iliyokuwepo na kuunda kamati mpya ya mwezi yenye wajumbe wafuatao. Mjumbe wa kwanza katika kamati ya mwezi ni mwenyekiti wa kamati ya mwezi ambaye ni mwenyewe Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Mkuu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Wa pili ni katibu wa kamati ya mwezi ambaye ni Ustadh Muhammad Khamis ambaye yeye pia ni naibu katibu mkuu dini, atakuwa mjumbe katika kamati hiyo. Sheikh Abdullah Mnyasi kadhi mkuu atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo. Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogore naibu kadhi mkuu atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Sheikh Hamid Masud Jongo mjumbe wa baraza la ulama atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Sheikh Musa Hamed bin Juma ambaye ni katibu wa mufti atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Mjumbe mwingine ni Sheikh Walid Al-Hadi Omar kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Pia Mheshimiwa Mufti wa Tanzania ameiongezea nguvu kamati hii ya mwezi kwa kuteua wajumbe wengine 5 kutoka katika kanda zote za Tanzania. Nao ni kama hivi ifuatavyo. Wa kwanza, kanda ya kusini, Sheikh Nuruddin Mangocha atakuwa mjumbe wa kamati hiyo ya mwezi. Kanda ya ziwa amemteua Sheikh Hassan Kabeke awe ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Kanda ya magharibi, Sheikh Uweso Khalfan Kiumbe atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Kanda ya kaskazini, Sheikh Ali Juma Luuchu atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Na kanda ya nyanda za juu, Sheikh Msafiri Njalambaha atakuwa ni mjumbe katika kamati hiyo ya mwezi. Baraza linatumia fursa hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yote kwa ujumla katika jitihada zinazofanyika katika kuhakikisha unafuu wa bei za vyakula na mahitaji mengine kwa wananchi, hasa katika kuelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baraza linawataka na kuwanasihi wafanyabiashara kuunga mkono jitihada hizi za Mheshimiwa Rais kwa kuacha ile tabia ya kupandisha bei vyakula na mahitaji mengine katika mwezi wa Ramadhani, kwani kufanya hivyo kuna waumiza walaji na kuna kwenda kinyume na jitihada za Mheshimiwa Rais na pia ni kinyume na uchamungu. Tunaomba wazingatie hilo. Aidha, baraza linawataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuliombea taifa letu amani, utulivu pamoja na kuendelea na kudumisha tabia yetu njema ya kustahimiliana. Na ili kudumisha amani na maridhiano nchini, Baraza la Waislamu Tanzania limekuwa na ushirikiano na mabaraza ya TEC na CCT katika masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo hili la amani na maridhiano. Ni muhimu ifahamike kuwa BAKWATA haijawahi kuwa na ushirikiano wala mafungamano na Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, bali imekuwa na mawasiliano na ushirikiano na TEC na CCT tu. Baraza katika kuhakikisha usawi wa amani na maridhiano na ustahimiliano vinadumu katika nchi yetu, imekwisha muagiza katibu wake mkuu ashirikiane na makatibu wakuu wengine katika masuala ya amani, yani ashirikiane na katibu wa TEC na katibu wa CCT waratibu upya katika namna iliyo bora zile kamati za amani kwa lengo la kuziimarisha kamati hizo ili ziweze kufanya shughuli zake chini ya viongozi wake wakuu, yani Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania, Rais wa TEC na mwenyekiti wa CCT. Mwisho kabisa, baraza linahimiza Waislamu katika kipindi hiki muhimu ambacho tunaelekea katika ibada muhimu, watumie kipindi hiki chenye fadhila nyingi kuongeza bidii katika kufanya ibada kwa wingi na mambo yaliokuwa ya kheri. Mwenyezi Mungu
aibariki Tanzania na Watanzania kwa ujumla, na aibariki Afrika, wabillahi tawfik. Sheikh Hassan Said Chizenga, katibu wa Baraza la Ulama. Hii ni Mtoro TV.